Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuenzi swala hili la Nane kufanyika katika kanda zetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini niwashukuru sana waandaaji wa sherehe hizi kwa mwaliko wenu na kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi, ambao ni kiashiria cha mchango mkubwa wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kwenye maendeleo ndani ya nchi yetu. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, natambua kwamba wengi wetu tuko hapa kwa lengo la kuona na kujifunza mbinu bora za uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, ili kupata maarifa yatakayotusaidia katika kupiga hatua kwenye mapinduzi ya kijani na hivyo kuinua mapato na uchumi wa kaya zetu na taifa kwa ujumla. Nitoe pongezi kwa washiriki wote kutoka sekta za umma na sekta binafsi waliofanikiwa kuhudhuria maonyesho haya, ambayo nimejulishwa wapo katika makundi yafuatayo. Bahati nzuri haya makundi yametajwa, naona sina sababu ya kuyarudia. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, maonyesho ya Nane kwa mwaka 2026 yanaongozwa na kauli mbiu inayojieleza kama wenzangu walivyoitaja: tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Kauli mbiu hii imejikita katika kuhamasisha wananchi kuzalisha kwa tija kulingana na mahitaji ya soko, ili kuongeza kipato cha mkulima mmoja mmoja, kaya na taifa kwa jumla, kwa kuwa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi ndio nguzo kuu za uchumi na ajira kwa wananchi wetu nchini. Ndugu viongozi, ndugu wananchi, takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 65% ya Watanzania wanategemea kilimo, mifugo na uvuvi kwa maisha yao ya kila siku. Sekta hizi ndizo zinazalisha taifa, zinatoa ajira na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Katika mwaka wa 2024 sekta ya kilimo nchini imekuwa kwa 4.1 na imechangia 26.3 katika pato la taifa na ajira kwa wananchi kwa 61.4, na sekta ya mifugo imekuwa kwa 5 na kuchangia 6.2 katika pato la taifa na kutoa ajira kwa kaya zaidi ya milioni 6.5 nchini. Kwa hiyo sekta, ukiangalia ndugu wananchi, sekta ya uvuvi inachangia 1.7 katika pato la taifa. Wewe wa ujumla wake ukichukua pato la upande wa kilimo, upande wa uvuvi na upande wa ufugaji wa nyuki, utakuta kwamba sekta hizi zinachangia kati ya 25 mpaka 30 katika pato la taifa. Kwa hiyo ukichukua uvuvi, ukichukua kilimo, ukichukua na sekta ya nyuki, asilimia katika pato la taifa ni 30%. Sasa ukichukua 30%, ndugu wananchi, ni pato dogo sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuona namna gani tunaweza kuongeza bidii katika uzalishaji katika sekta hizi, katika sekta zetu tatu. Takwimu hizo zinaashiria kuimarika kwa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Naomba nirudie, hizi takwimu nilizosema ni katika swala zima la kilimo, mifugo na uvuvi, ndizo zina account kwenye 30%. Kwa hiyo kama uvuvi, kilimo na mifugo ni 30%, ambayo ndio inasaidia kuingiza kwenye taifa, kwenye pato la taifa, bado ndugu zangu, tuko chini. Tuna kila sababu ya kuongeza bidii ili sekta hizi ambazo tumesema ndio nguzo za taifa ziweze kuzalisha zaidi katika swala zima la mapato ndani ya mfuko wetu. Ndugu wananchi, kanda ya magharibi inaundwa na mikoa miwili ambayo ni Tabora na Kigoma, inayo ardhi nzuri, mvua za kutosha, mifumo ya mito na maziwa. Yote haya ni rasilimali zinazofaa kwa kilimo cha kisasa, ufugaji wa kibiashara na uvuvi endelevu. Endapo wananchi watazingatia kilimo cha kisasa kinachozingatia kanuni bora za kilimo, ufugaji wa kibiashara na uvuvi endelevu na matumizi ya kiteknolojia mbalimbali, zinarahisisha uzalishaji wenye tija, basi uchumi wa kaya na taifa utapindika. Hapa swala la kilimo biashara ni muhimu sana. Ndugu viongozi wenzangu na ndugu wananchi kwa jumla, tunapozungumzia swala la kilimo biashara lina maana kubwa sana, kwa maana kwamba huwezi kwenda kufanya kilimo chochote, ni lazima ujue udongo huu unaweza kusaidia hilo zao likamea, hilo zao likakua.
Kwa hiyo swala la kujua udongo wa aina gani na kwenda kupanda nini ni swala la msingi sana, lakini swala la mbegu ya aina gani na kwenda kuipanda ni swala la msingi sana. Nitapata wapi maji ni swala la msingi sana. Nitapata wapi soko ni swala la msingi sana, kwa sababu kilimo ambacho ni kilimo biashara ni lazima ufanye mahesabu, kwa maana kwamba mwisho wa siku ujue nikishalima kama ni tumbaku yangu nitaipeleka wapi. Na swala ambalo linasisitizwa na viongozi wetu na sisi tunasisitiza ni swala tusilime biashara tu kwa ajili ya kilimo. Tulipe biashara tusilime kilimo kwa ajili ya chakula tu. Tulime kilimo kwa ajili ya chakula, lakini pia tulime kilimo kwa ajili ya biashara. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, niwasihi kutumia uwepo wa maonyesho haya kwa faida na kama fursa adhimu ya kujifunza mbinu za teknolojia mbalimbali zilizo bora na endelevu za uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Baadhi ya fursa zinazopatikana katika maonyesho haya ni pamoja na, bahati nzuri wamezitaja, nirudie kwa kifupi: teknolojia bora za kilimo, mifugo na uvuvi, zikiwemo teknolojia za umwagiliaji, kilimo na ufugaji wa kisasa kwa mifumo ya kidijitali, mitambo na vifaa vya kilimo, mifugo na uvuvi, teknolojia ya mbegu bora na mbolea, kilimo kwa kutumia kitalu nyumba, teknolojia ya usindikaji na uhifadhi wa mazao, chanjo za mifugo, upimaji wa magonjwa ya mifugo kwa njia ya maabara, ufugaji wa samaki, uchakataji wa nyama. Lakini la pili, fursa mbalimbali zikiwemo mafunzo na ushauri wa kitaalamu kupitia makongamano ya uwanjani. Na hili kama alivyosema Rasi ni swala la msingi sana. Ukienda maeneo popote ambapo kwenye hizi international trade fair, kwenye international trade fair zozote, lazima mafunzo ya darasani yanafanyika. Pamoja na kwamba watu wanapita kuona kilichopo, lakini lazima kuwe kuna vyumba vimeandaliwa maalum kwa ajili ya mafunzo. Tunakuwa kwenye eneo moja wanaweka labda mafunzo upande wa tumbaku, eneo lingine mafunzo kwa ajili ya uvuvi wa samaki au namna ya kuvizimba, eneo lingine labda namna ya kilimo cha mchikichi. Kwa hiyo tuko na yale madarasa, tunapokuja hapa itaongeza tija katika kuongeza uelewa wa wananchi wetu. Lakini ndugu wananchi, moja ya mambo mtakayoyaona na kujifunza baada ya kutembelea mabanda mbalimbali ni uwepo na upatikanaji wa mbolea za aina mbalimbali kwa mazao kama zinavyoonyeshwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania pamoja na makampuni kadhaa ya mbolea yaliyoko kwenye maonyesho haya. Aidha, serikali itaendelea kuboresha huduma za utoaji mbegu za ruzuku ili kuwezesha wakulima wote kwa lengo la kuongeza tija. Na hili napenda nilieleze. Serikali itaendelea kudhibiti mbolea feki. Kuna watu ambao wanakuwa na mbolea feki, unakuta anachukua mbolea halisi anachanganya na udongo. Kwa serikali bado itakuwa very serious kwenye swala hilo, kuhakikisha wote wanahusika katika hilo sheria inachukua mkondo dhidi yao. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.